Ni somo la Roho Mtakatifu ambalo ni refu, lakini Bwana ameliagiza lazima tujifunze kile kitu ambacho Bwana anataka tukifahamu. Asubuhi tulikuwa tunaangalia kile kipengele, kazi ya pili ya Roho Mtakatifu. Tunaangalia kazi ya kwanza, kumshuhudia Kristo, lakini kazi ya pili ni washuhudia watu kwa habari ya dhambi, haki na wokovu. Na kipengele cha kuwepo ni kile cha kuhusu dhambi. Na tulikuwa tunaangalia ile kazi ya Roho Mtakatifu katika kufunua dhambi. Tulitazama namna ambavyo Roho Mtakatifu anagusa dhamiri ya mtu. Na tukaangalia maandiko kadha wa kadha. Na sasa leo tuangalie sasa matokeo ya kuguswa na Roho Mtakatifu. Matokeo ya dhamiri inapoguswa na Roho Mtakatifu. Cha kwanza tunapata ufunuo wa hali ya kweli ya moyo. Tunapata ufunuo wa hali ya kweli wa moyo. Mtu anaanza kuona ubatili wa matendo yake mazuri bila Mungu. Kabla ya Mungu yale matendo ya baada ya Bwana ni mazuri kabisa. Na yalikuwa yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa kusema uongo anaona kitu cha kawaida. Wivu anaona kitu cha kawaida. Masengenyo anaona kitu cha kawaida. Kufanya udanganyifu kitu cha kawaida. Uzinzi na uasherati kitu cha kawaida. Kwa hiyo na mambo yote yale ambayo ni maovu, ambayo ni batili mbele za Mungu, kwake alikuwa anaona ni mazuri. Kwa hiyo Mungu Roho Mtakatifu anapogusa dhamiri yetu, cha kwanza tunaanza kuona yale matendo kwamba si tena mazuri, bali ni batili mbele za Mungu. Lakini tunaona kuvunjika kwa kiburi na kujiacha. Ni pale ambapo tunaanza kuona dhamiri inapoguswa, moyo unaanza kuanguka kwa chini kabisa, kujisalimisha. Hata unyenyekevu na kafa. Hiyo kiburi kinainuka, kinakuwa unyenyekevu. Hasira na ghadhabu inainuka, inakuwa roho hali ya upole. Kwa hiyo sasa tunaona matokeo ya kuguswa kwa dhamiri. Haya ndio matokeo, lakini pia kwanza kwa toba ya kweli. Toba yote ya kweli imeanza pale ambapo Roho Mtakatifu aligusa dhamiri. Bila kugusa dhamiri, bali toba, hata mtu aombe toba kiasi gani, bado inakuwa sio toba halisi, ni ya muda tu. Tusome ile Zaburi ya 139 mstari wa 23 na 24. Tunaona Daudi anamwambia Bwana mchunguze. Zaburi ya 139 mstari wa 23 na 24. Tuone sasa hiyo andiko ambalo Mfalme Daudi anamwambia Bwana nichunguze nione kama iko njia ya upotevu ndani yangu. Zaburi ya 139 mstari wa 23 hadi ule wa 24. Amen. Tasoma mstari wa 23. Ee Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna Zaburi inasema, anamwambia Mungu, unichunguze. Unione, unijue moyo wangu. Nijaribu unijue mawazo yangu. Uone kama kuna njia ya uovu ndani yangu. Uniongoze katika njia ya milele. Kwa hiyo kuguswa na Roho Mtakatifu, dhamiri inapoguswa na Roho Mtakatifu, ni hatua ya kwanza kabisa ya toba ya kweli. Toba ya kweli ile yote inaanza pale ambapo dhamiri inapoguswa na Roho Mtakatifu. Kuna sasa anapogusa ile kisa hapo liko kwenye moyo linaondoka. Alipoondoka sasa unaanza kuona hata ile dhamiri ambayo ilikuwa imekufa inaanza kuamshwa. Sasa dhamiri ambayo ilikuwa imekufa inaanza kuamshwa na kuamka tena na kuingia uhai. Ndipo sasa unapoona hukumu ndani yako inaanza kukumulika na kuona. Kwa hiyo kuguswa kwa dhamiri ni hatua ya kwanza ya safari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa wakati huo sasa ni maneno unaweza kaona maneno ule anaanza kuongea maneno kama ya Daudi. Katika ile sura 51 Daudi 3:4 anasema
maana mimi najua makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu daima. Nimekosa mbele zako peke yako na kufanya maovu machoni pako. Ni kitu gani kilichomsababisha Daudi mfalme mpaka akaanza kuzungumza? Zaburi yake ikaanza kutaja mwenyewe, akaanza kusema Mungu, maana mimi najua makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu daima. Nimekosa mbele zako peke yako na kufanya maovu machoni pako. Kwa hiyo sasa tunaona dhamiri inapoguswa na Roho Mtakatifu, tunaona hali ya kuona ndani mbele za Bwana jinsi ulivyo katika moyo wako. Unaanza kumulikwa, moyo wako unakuwa wazi mbele za Mungu. Unaanza kuongea maneno kama hebu ulichunguze uone kama iko njia ya upotevu ndani yako. Lakini pia inafika kiwango ambacho sasa unaanza kuona ndani yako, unasema yale maneno, ondoka kwangu ee Bwana, maana mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaanza kuona ndani yako ustahili, ndani yako ni mwenye dhambi, ndani unaanza kuona neema ya msalaba jinsi ambavyo uliikataa hapo mwanzo. Sasa unaanza kusema yale maneno kama ya Daudi, najua sasa makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu daima, bila huruma yako mimi siwezi. Nimekosa mbele zako peke yako na kufanya maovu machoni pako. Mwanzoni hakuona kama dhambi iko yake mbele, ni pale mpaka ile dhambi. Tunaona yule nabii alipokwenda kumfuata, akamwambia mtu huyo ni wewe, baada ya kuanza kumwambia kisa kile cha makosa aliyofanya Daudi, mfalme Daudi. Tunaona Daudi akaanza kulalua, akawa mnyenyekevu mbele ya Mungu. Sasa tunaona hapa katika ile Zaburi ya 3:4 anasema, maana mimi najua makosa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo hata sisi Roho Mtakatifu anapokuja dhamira zetu, dhamiri zetu zilikuwa katika hali ya kufa, zinaanza kuongea, zinaanza kuzungumza ndani. Hatuwezi kuwa tena kama wale watu wa kawaida, kwa sababu kama ile ya Roho Mtakatifu imewaka ndani ya mioyo yetu, inaamsha zile dhamiri ambazo kwa zimekufa, uhai unaingia ndani. Hata sasa unaanza kuona jinsi ulivyo mkosefu mbele za Mungu. Ndivyo ambavyo unahitaji hukumu, jinsi ambavyo hata ikitokea leo kengele imelia wendi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Pende sasa kipengele kingine katika hii kazi ya Roho Mtakatifu katika kufunua dhambi. Kumbuka bado tuko kwenye kipengele cha dhambi. Tuko kwenye kipengele cha dhambi. Kazi nyingine umvuta mtu kuelekea kwenye toba. Roho Mtakatifu fanya kazi ya upole na upendo ndani ya moyo wetu. Yeye anamvuta mtu si kwa maana ya kumleta kwenye hukumu hii ya dhambi, lakini ile hali ya moyo wa upendo ndani, anamvuta kuweza kumweleza, tazama mwanangu, hapa umekosea, tazama njia unayoienda sio hiyo, geuka. Kwa hiyo ile hali ya roho ya upendo ya Roho Mtakatifu anapozungumza ndani ya mtu, lengo kabisa ni kutaka kumrejesha ili arudi tena katika njia ya ukarimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Roho Mtakatifu anatuvuta mtu kuelekea kwenye toba. Yeye si kwa ajili ya kuangamiza. Tunasoma katika Korinto wa pili ile sura ya 7 na mstari wa 10. Kwa Korinto wa pili ile sura ya 7 na mstari wa 10. Tunaona sasa nimesema hapo sura ya 7 mstari wa 10 unasema, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo la majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Mtume Paulo anazungumza kwa kanisa la Korinto, anazungumza pia kwa upande wetu sisi. Yeye hutuvuta kwa huzuni ambayo inakuwa ndani yetu. Anakuwa anasikia huzuni ya kutaka ule moyo wa toba. Huzuni yake inapokuja ndani ya moyo wa muumini, inaachilia ile hali ya kutaka toba, inaachilia hali ya kuugua. Bwana Yesu asifiwe.
Mtume Paulo anasema katika ile Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 10, anasema maana huzuni iliyo ya namna ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu lisio na majuto, bali huzuni ya dunia huleta mauti. Kama tukiangalia katika mstari wa Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 10, tunaona kuna huzuni mbili za huzuni. Kuna huzuni ya dunia na katika huzuni ya Mungu. Huzuni ya dunia yenyewe unaweza kuleta majuto. Kweli mtu anakuwa na majuto makubwa. Halaiki inaweza kaleta aibu. Lakini huyo mtu anaweza hata kaji akalaumiwa au akajilaumu kwa vile alivyofanya. Ana Yesu asifiwe. Akajutia, lakini ni hiyo huzuni ambayo inatokana na Roho Mtakatifu. Na mtu umetoka katika kosa fulani, ukaanza kujutia kwa yale ambayo yamekukuta, na wakati mwingine unakuta unapata hata unaweza ukapata hata aibu kutokana na tukio, wakati mwingine ukaumia moyo kwa namna moja au nyingine, lakini ile huzuni ya kidunia haileti mabadiliko ndani ya moyo wa mwanadamu. Ni kwa muda tu, baada ya muda tena unakuta mtu huyo tena anarudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile huzuni ni tofauti na ile huzuni ya Roho Mtakatifu. Lakini hii huzuni ya Mungu yenyewe inatokana na kazi ya Roho Mtakatifu. Inaleta mabadiliko katika akili, katika moyo. Na huyo mtu anaanza kubadilika. Tofauti na ile huzuni ya mwanzo, huzuni ya dunia. Ile huzuni ya dunia inakuwa kama tu mtu anajutia. Sasa tunavyoona ukisoma katika ile Mwanzo sura ya 3. Kama sura ya 8 na 10, tunaona Adamu na Hawa kisha ambavyo kulikuwa kuna ile huzuni, lakini sio huzuni ya Roho Mtakatifu. Kulikuwa kuna mabadiliko ya aina yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kile somo kiona, lakini uzuri ya Roho Mtakatifu hiyo inaleta mabadiliko ndani ya muumini, inamrudisha mtu kwa Mungu kwa unyenyekevu na imani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu humvuta mtu kuelekea kwenye toba ya kweli. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anamfanya mtu haone huzuni ya dhambi, lakini pia aone huruma ya Mungu, ambapo mwanzo akuona ile huruma na neema. Kwa hiyo baada ya ile huzuni ya Mungu kanda ya moyo wake, ndiko ambapo sasa ile toba halisi na ya kweli, ndiko mtu anaanza kuona kwamba amekosea. Ndiko hata yale ambayo alikuwa anatazamia kama makosa anaanza kuona ni makosa. Soma Zaburi ya 34 mstari wa 18. Zaburi ya 34 mstari wa 18. Tusoma Zaburi ya 34 mstari wa 18. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Kwa hiyo sasa hii Zaburi inatuambia pia wale ambao karibu waliopondeka moyo, Bwana yuko karibu sana. Huzuni inapoingia, kuna hali ya kupondeka moyo, kuna hali ya kuona ile ukosefu, kuna hali ya kutokuhesabia haki, kuna hali ya kuona yale madhaifu yote mbele za Mungu, kuna hali ya kuona unahitaji neema ya Mungu kila wakati. Kama tuone mfano mmoja wa yule mwana mpotevu. Tunaona mwana mpotevu namna ambavyo alikuwa amepata haki yake, akaondoka katika nchi ya mbali. Alipofika akawa amefanya anasa na mambo yote, lakini kuna siku moja akasema hapana. Ile uzuri ya Roho Mtakatifu iliyoingia ndani ya ule moyo, akasema ndani yake. Tunaona katika Luka 15 mstari wa 17 na 18, tuone namna ambavyo kile mwenyewe ndani ya moyo wake akasema nitaondoka niende kwa baba yao. Luka 15 mstari wa 17 na 18. Mungu anasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Kwa toba ya kweli, toba yote ya kweli inaanza kutoka ndani. Roho Mtakatifu anatuzongeza kwenye toba ya kweli, anatuvuta kwenye toba ya kweli, anaanza kutupa na kutuonyesha ile ya ndani. Kuna mwana mpotevu huyu, baada ya kuwa ametenda yote ameyatenda, yote ametenda, lakini alipofika hapa, mbona imani kwa baba yangu iko amani tele? Mbona baba yangu ni baba mwenye huruma, yeye anasamehe, yeye anahesabu maovu,
hesabu makosa, hesabu hili baba wa rehema. Kwa hiyo akajiona hili ni mkosefu, lakini pamoja na ukosefu akasema mimi nitakwenda hivyo hivyo mbele ya baba yangu, na nitakwenda kumwendea na yeye atanisamehe. Kwa hiyo Mungu anapoona ile kiu ya kwako ya ndani kabisa ya kuangalia moyo, Roho Mtakatifu alikuwa ameachilia, ndipo ambapo sasa tunapata nguvu mpya, ndipo ambapo sasa mabadiliko ya kweli yanapoanzia. Tunamwona Hosea katika ile sura ya 14 mstari wa 2 anaiambia Israeli warudi katika njia sahihi. Tusome 14 mstari wa 2 Hosea. Hosea 14 na mstari wa 2. Nabii Hosea naona namna ambavyo alikuwa akiwaambia Israeli ambao walikuwa wameshafika katika nchi ya mbali kwa matendo yao, wamrudie Mungu maana ametwende. Amen. Hosea sura 14 mstari wa 1 na 2 unasema, Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Chukueni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema, na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yetu kama kwamba ni ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa, tuone matokeo ya toba yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Matokeo ya toba yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Cha kwanza, moyo unavunjika na kujinyenyekeza. Mtu anatambua kwamba hana uwezo wa kujiokoa, na ndipo sasa anapoitazama huruma ya Mungu pekee. Anasema, Mungu nisaidie, maana wewe ndio pekee yako uweza kuniokoa. Nimetambua dhambi yangu kwako, ni wewe pekee yako mwenye uwezo wa kuniokoa. Kwa hiyo sasa ile hali ya kuvunjika na kunyenyekeza inazaliwa. Toba ya kweli na hali ya kunyenyekea na kupondeka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoiruhusu ile huzuni na kuvuta kwenye toba ya kweli, cha kwanza ataachilia moyo wa kuvunjika na kunyenyekeza. Kiburi kinaondoka na hali ya kuanguka na kujiona wewe unahitaji neema ya Mungu, na ya kwamba huwezi kujiokoa mwenyewe. Ni kama vile mtu amezama kwenye shimo refu sana, na anahitaji mtu aweze kutafuta namna yote ile kwa kama ili aweze kumwokoa. Shimo refu. Ndipo sasa mtu ambaye huzuni ya Roho Mtakatifu imeingia, unatambua ya kwamba huwezi kujiokoa mwenyewe, na wewe unahitaji huruma ya Mungu, unahitaji neema ya Mungu iweze kukutoa hapo. Lakini lingine tunaona leo unyenyekevu na upole inainuka. Kwa Roho Mtakatifu badilika kiburi kwa unyenyekevu. Kiburi anakibadilisha kinakuwa katika hali ya unyenyekevu, lakini pia anabadilisha hali ya ukali inakuwa katika hali ya upole. Tunaona haya matokeo. Lakini pia shauku ya maisha mapya kuzaliwa. Shauku ya maisha mapya inazaliwa. Kwa hiyo mtu yote aliyeokolewa kwa toba, mtu yote aliyeokolewa kwa toba ya kweli, atamani tena kuishi maisha yaliyojaa dhambi. Anatamani kuishi maisha matakatifu. Anatamani kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Anatamani kumpendeza Mungu kila wakati. Hatamani tena kule Misri. Hatamani tena kurudi Misri. Bali anatamani kwenda Kanaani. Yeye anatamani kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sasa tunamuona hata Daudi ambaye alikuwa ni mfalme Daudi. Ukisoma katika ile Zaburi ya 91 mstari wa 10, anasema, Mungu uniumbie moyo mpya. Mungu uniumbie moyo mpya. Uniumbie moyo safi. Upya roho iliyothabiti ndani yangu. Kwa hiyo inafika kiwango sasa unatamani sio tena uwe mtu mpya kabisa. Kwa mtu ambaye tayari ile toba na huzuni imeachiliwa ndani ya moyo katika ile dhambi. Baada ya ile toba ya kweli, ndipo sasa unaona mtu anaanza kutamani sasa hayakuwa atamani tena maovu, atamani kuishi maisha ya utakatifu, matendo ya uzima, mambo ya kumpendeza Mungu. Na ndio maana mfalme Daudi huyu anasema, Mungu uniumbie moyo mpya. Sio tena ule moyo kwa hataka za, anataka moyo mpya moyo utakaotembea na Mungu, moyo utakaompendeza Mungu. Na weke roho iliyotulia, roho iliyothabiti
kwamba nimtegemee Mungu siku zote, wakati zote na wakati wote, katika nyakati ngumu bado namtumaini Mungu, katika nyakati ambazo zinavunja moyo bado nitasimama na Mungu, hata katika nyakati za majaribu, hata katika nyakati za furaha. Rahisi sana kuondoka nyakati za furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, toba ya kweli ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo anatuonyesha kwa upole na kwa upendo wa Mungu jinsi tulivyo mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Sasa Paulo anafika anasema, huyu mwana mpotevu nitarudi niende kwa baba yako. Anafika hatua baada ya toba kwa imeingia ndani. Hayo halioachia Roho Mtakatifu. Ukafika hata moyo wake ukaanza kugeuka na kuona ile matendo, akaanza kuyatia yale yote aliyoyafanya. Akasema nitarudi, pamoja na yote nitarudi niende kwa baba yangu. Nitarudi niende kwa baba yangu. Mwambie jirani yako, mimi nitarudi niende kwa baba yangu. Mimi nitarudi niende kwa baba yangu. Mimi nitarudi niende kwa baba yangu. Kwa hiyo mtu yeyote unapoona anaojisikia kuvutwa katika hali ya utakatifu, hali ya mabadiliko, hilo ndilo sauti ya Roho Mtakatifu ndani ya huyo mtu. Ni wito wa Roho Mtakatifu kuvuta, ni wito utoka kwenye, ni moyo wa toba utoke kwenye dhambi uelekee kwenye uzima wa mauti, kwenye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Utoke kwenye mauti uende kwenye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana katika Ufunuo ile 3:20 tuisome hiyo 3:20 Ufunuo. Bwana Yesu anasema, tazama niko mlangoni, mtu akifungua mlango, mtu akikubali ile toba, akikubali uzuri wa Roho Mtakatifu, akafungua mlango wa toba, yeye anaingia. Na tazama Ufunuo 3:20. Amen. Ufunuo 3:20 mstari wa 20 unasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Amen. Lakini pia tunaona pia ubadilisho wa mtazamo wa mtu kuhusu dhambi. Ubadilisho wa mtazamo wa mtu kuhusu dhambi. Tuko bado kwenye kazi zile za Roho Mtakatifu. Kubadilisha mtazamo wa mtu kuhusu dhambi. Mtu anapoguswa na Roho Mtakatifu, dhambi yake inapoguswa, mtazamo wake kuhusu dhambi unabadilika. Yale mambo ambayo alikuwa anayafurahia, yale maovu, anaanza kuyachukia. Anaanza kuwa na tabia ya Kristo ndani yake. Yale mambo ambayo yampendezi Mungu, naye anaanza kuyachukia. Na anaanza sasa kufanya kupenda yale mambo yote ambayo Roho wa Bwana anataka aanze kuyafanya, na yeye anaanza kuyapenda kuyafanya. Kwa sasa anaanza kuchukia. Bwana Mtume Paulo anatuambia katika ile kitabu cha Warumi 12 mstari wa 9, anasema lichukieni lililo ovu, shikamaneni na lililo jema. Warumi 12 mstari ule wa 9, Mtume Paulo anasema lichukieni lililo ovu, shikamaneni na lililo jema. Hiyo hali ya kulichukia lile ovu inakuja ni matokeo ya ile toba ya kweli ndani ya mtu. Roho Mtakatifu anapoachilia, anapovuta mtu kwenye toba, anaanza kuchukia yale maovu na kushikamana na lile jema. Na hiyo sasa ndio nguvu ya Roho Mtakatifu katika utakaso. Na ndiko sasa utakaso unapoanza, mtu anapoamua kubadilika, yeye anaanza kuingia sasa na kuanza kubadilisha moyo, na anaanza kutengeneza katika kazi ya ndani. Ni mtu anaanza kuona jinsi ambavyo hastahili mbele za Mungu na namna ambavyo anapaswa sasa kuanza kuishi maisha mapya asili ya kimungu. Sasa tunaona katika Ezekieli 36 mstari wa 27, tusome Ezekieli 36 mstari wa 27. Mungu anatuambia kupitia Roho wake Mtakatifu, atatupa moyo mpya, atatupa roho mpya, na Roho wake atakuwa ndani yetu. Ezekieli 36 mstari wa 27 na 27. Tusoma.
kuanzia ule mstari wa 26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Hapa nabii huyu Ezekieli, Bwana anasema nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika amri zangu. Kwa sasa tunaona kubadilisha mtazamo wa mtu kuhusu dhambi. Pale huyo mtu anapokuwa ameamua sasa, usuli ya Roho Mtakatifu inapoingia ndani ya mtu inambadilisha. Anaanza kuona toba sasa. Anasema nami nitakweli na kuomba yako. Maneno kama hiyo yanaanza. Mimi ni mkosefu. Mungu, nimetambua kwamba dhambi yako hii mbele yako daima. Maneno ya hiyo yanaanza kutoka. Ondoka kwangu wewe Bwana, maana mimi ni mwenye dhambi. Ni maneno gani haya namna hii? Sio mfano hata yule watu leo wanasema, Bwana unirehemu. Anaanza kuona yeye pia na mwenye dhambi anastahili rehema. Anastahili rehema na huruma ya Mungu. Ndipo sasa katika Ezekieli sasa mstari 27 Bwana anasema, Baba anasema, ndipo sasa nitatia moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatia roho yangu na kuwaendesha katika haki zangu. Hasa huyo mtu baada ya kuwa amepokea roho mpya, lakini pia roho Bwana yuko ndani ya huyo mtu, anaanza kuendesha kwa sheria za yale kwa maovu ambayo Bwana anapenda mwanzo, anaanza kuyachukia. Yale ya Mungu ambayo yanaenda katika haki na uzima, anaanza kuyapenda haya, kwa sababu Roho Mtakatifu ameingia kati akagusa dhamiri. Kwa hiyo dhamiri, yeye anavuta dhamiri zetu kwa upendo na kubadilisha mitazamo ya moyo kuhusu dhambi. Mtu yote anapoona kwamba ameona badiliko, hiyo kabisa, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kama sasa tunaona katika ile Ufunuo ule 3:19, yeye anasema wao wapendao wale Yesu anaowapenda lazima atawarudia na atawaadibisha. Ufunuo 3:19. Ufunuo 3:19. Nitasoma, wote ni wapendao mimi na